ili ya kwamba nikasimame mbele zenyu kuwaletea neno hili la Mwenyezi Mungu. Najua ya kwamba katika maisha kuna milima na pia mabonde, lakini kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu ndio imetubeba ikatufikisha mahali hapa. Na nashukuru pia uongozi wa vijana wa kanisa hili ambalo wameonelea ni vizuri nikawe mhubiri wenyu wa siku ya leo kwa ibada hii ambayo ni ya mwisho, ibada ya vijana ya mwisho wa mwaka huu, kwa sababu baada ya ibada hii ni convention na tutakuwa tumemaliza ibada zetu. Ibada nyingine ambayo mtaisikia maybe itakuwa mwaka ujao, na niposa siichukulii kwa mzaa na siichukulii tu kwa urahisi. Najua kwamba imemgharimu mtu, najua kwamba imemgharimu Kristo, na pia imegharimu vita ambavyo ni vya kiroho, ili ya kwamba tukapatane mahali hapa kwa sababu ya ibada hii. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sitapenda kuchukua muda mrefu, nitachukua muda mfupi zaidi, kwa sababu ibada hii ni ya kumrudishia tu Mungu shukrani, ni ya kumwambia tu Mungu, hakika kwa umbali umenifikisha leo, hata kama sitafika kesho, lakini kwa kufika leo, wacha tukamwambie Mungu asante. Ni kwa sababu watu wamepitia mambo mengi, pengine umepitia matatizo mengi, umepitia magumu mengi, lakini licha ya kupitia hayo yote umejipata ya kwamba uko leo, ya kwamba unaweza kuishi, ya kwamba kuna jambo unaweza kumwambia Mungu asante. Kuna vitu vingi ambavyo umepitia ndani yake, kuna milima mingi ambayo umepanda, ukateremka miteremiko nyingi, lakini leo hii unaweza kumwambia Mungu asante. Unapaswa kumwambia tu Mungu asante. Ni kwa sababu kwa hayo yote umeweza kuona siku nyingine mpya, na pia mwaka unakaribia kuisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ni kumwambia tu Mungu asante, ni kuweka mawazo yako pamoja, kuweka akili zako pamoja, na kukumbuka kila jambo ambalo Mungu amekufanyia, ingawaje linaweza kuwa ni dogo, ingawaje linaweza kuwa kwamba ni jambo ambalo unaliona ni la kawaida, ingawaje unaweza kupumua na ikuwe ni kawaida katika maisha yako, uweze kumwambia Mungu asante. Uweze tu kumrudishia Mungu asante, kwa sababu ukimrudishia Mungu shukrani, ukimwambia Mungu asante, kuna mambo ambayo yanafanyika kiroho kwa sababu ya kushukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kuna vita ambavyo vitapiganwa tu ikiwa utamwambia Mungu hakika kweli wewe ni Mungu. Hakika kweli kama sio wewe singelikuwa leo. Vita fulani, vita ambavyo wewe mwenyewe haungevijua, mambo ambayo wewe mwenyewe haungepigana nayo, mambo mengine ambayo, milango mingine ambayo wewe mwenyewe haungefungua, itafunguka tu wakati utamwambia Mungu asante. Ni kwa sababu kile ambacho uko nacho leo, pengine kuna mwingine hana, na angependa awe nacho kile ambacho uko nacho, na kile mwingine ako nacho leo wewe hauna, na angependa pia hawe nacho. Kwako ni kawaida, kwako kuamka na kulala ni kawaida, kwa mwingine sio kawaida, kwa mwingine ni ugumu. Kwako kuna mambo mengine kutoka asubuhi kwenda kazini ni kawaida, hata saa zingine hauombi au mwambii Mungu jambo lolote, lakini unaenda unarudi. Ndiyo, ni vizuri, lakini ni vizuri kumwambia Mungu asante. Inaweza kuwa ni kawaida, inaweza kuwa ni kawaida, lakini katika ulimwengu wa kiroho sio kawaida wewe kuamka vyema na kulala vyema.
Katika ulimwengu wa kiroho inakupasa kumwambia Mungu asante. Hata jambo fulani lililofanyika, inakupasa kumrudishia Mungu shukrani, kwa sababu limefanyika na kuna sababu ambayo imefanyika ile jambo likafanyika jinsi lilivyofanyika. Wakati mwingine utakaa chini na useme ya kwamba, na mbona hili jambo limefanyika katika maisha yangu? Mbona halingelifanyika kwa wakati fulani? Ndiposa nasema hivi, mrudishie Mungu shukrani. Ambia Mungu asante kwa lile dogo ambalo amelifanya, ili ya kwamba lile kubwa utakuwa na nafasi nzuri ya kumrudishia Mungu shukrani na kusema kwamba hakika hili ndogo amelifanya, ninajua lile kubwa atalifanya pia. Pengine unapitia matatizo fulani, ndio unayapitia kwa leo, lakini kesho yake hakuwepo. Ni vizuri kurudishia Mungu shukrani leo, kwa sababu unapomrudishia leo, ya kesho atakupigania. Katika ulimwengu wa kiroho, rudishia Mungu shukrani. Hata Yesu Kristo alirudisha shukrani. Je, wewe? Ambia Bwana asante, ni kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yamefanyika bila ya wewe kujua. Kuna vita vingi vimepiganwa bila ya wewe kujua, ndio maana umefika mahali umefika leo. Mwanadamu angepewa nafasi ya kuongoza maisha yako. Mwanadamu angepewa nafasi ya kuongoza jamii yako. Mwanadamu angepewa nafasi ya kuongoza kazi yako. Mwanadamu angepewa nafasi ya kuongoza biashara zako na vitu ambavyo unavyovifanya, hakika haungekuwa jinsi ulivyo leo. Mambo yako yangekuwa yameshafungwa. Vitu vyako ambavyo unafikiria ni vya maana vingeshafungwa. Lakini kwa sababu kuna vita ambavyo unapiganiwa, kuna vita ambavyo Kristo anakupigania, vile ambavyo haujui. Kuna mambo yanazungumzwa nyuma yako, yale ambayo haujui, lakini Kristo anakupigania tu, unapiganiwa tu. Ndiposa nasema asubuhi ya leo ya kwamba una sababu kubwa ya kumwambia Mungu asante. Na ibada hii tukamwambie Mungu asante, ni kwa sababu ametupigania mwaka mzima. Ametupigania kuanzia Januari na imefika leo. Pengine hakuna hata siku moja ambayo umekaa ukasema kwamba hakika Mungu ninakushukuru. Leo ndio hiyo siku ya kumwambia Mungu asante. Mwambie tu asante. Kumbuka tu yale ambayo amekutendea, ile mitego ambayo umeruka, yale magari umepita katikati yake bila kukugonga, zile maajali ambazo umeziona barabarani, lakini wewe ukaponea na haukusema lolote na haukuwa na haja ya kujua ni nani, lakini wewe uko hai leo hii. Umwambie Mungu asante. Haleluya. Tumwambie tu Mungu asante, ni kwa sababu unapomshukuru Mungu, kuna vita ambavyo ni vya kiroho unapiganiwa. Kitabu cha Zaburi, Psalms 29. Give thanks. Bwana asifiwe. Zaburi 29 inatufundisha ya kwamba tukaweze kumshukuru Mungu, tukaweze kukua karibu na Mungu, tukaweze kushukuru kwa kila jambo. Ni kwa sababu unapomshukuru Mungu, kuna vitu ambavyo vitafanyika katika maisha yako ambayo mwanadamu mwingine hawezi kuhusika ndani yake,
ambao mwanadamu mwingine hawezi kujua kwamba haya maneno yanafanyika kwa sababu gani? Kwa sababu ya kumshukuru Mungu. Bwana asifiwe. Kumshukuru Mungu. Kwa hivyo siku ya leo na wakati huu nataka tu ya kwamba tukamshukuru Mungu, kwa sababu Mungu ndiyo ametupa uhai. Mungu ndiyo ametufikisha mahali ambapo tuko leo. Mungu ndiyo ametufanyia mambo makuu ambayo tunaweza kuona leo. Kila kitu ambacho kimefanyika katika maisha yako kimefanyika kwa mpango wa Mungu. Kimefanyika kwa sababu Jehova ametaka kikafanyike, na kwa sababu kilifanyika ndio maana uko leo ukamrudishie Mungu shukrani. Ukaseme hakika Mungu, kama sio wewe mahali hapa, kama sio wewe kuniondoa katika hili, kama sio wewe kunipigania katika hii, singelikuwa jinsi nilivyo leo. Pengine maisha yangu yangekuwa yameangamia, pengine maisha yangu yangekuwa yameisha, lakini leo niko hivi ni kwa sababu Mungu amenipigania. Bwana asifiwe. Tusimame. Tusimame. Asubuhi ya leo mshukuruni Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Ukamshukuru Bwana kwa sababu wema wake ni wa ajabu. Ukamshukuru Bwana kwa sababu ya maisha yako. Ukamshukuru Bwana kwa sababu ya jamii yako. Ukamshukuru Bwana kwa sababu ya yale machache unaweza kuona ya kwamba uko nayo. Ukamshukuru Bwana kwa sababu ya kile kitu ambacho unaweza kuona kwamba amekutendea. Kumbuka tu jambo lolote, waza jambo lolote katika maisha yako, waza kitu chochote katika maisha yako, nataka tu ukamwambie Bwana asante. Waza jambo lolote, kitu chochote katika maisha yako ambacho huenda alikifanya, huenda hajakifanya, huenda unatarajia kukifanya, lakini ukamwambie Bwana ya kwamba ninakushukuru. Asante ni kwa sababu amekufikisha leo. Asante ni kwa sababu amekufikisha masaa hii. Asante ni kwa sababu amekufikisha mwaka huu. Kuna wengi ulisoma nao, kuna wengi ulikuwa nao katika vyuo, kuna wengi ambao umetembea nao, umekuwa nao kazini, lakini hawako leo. Ni wakati wako kumwambia Bwana asante. Asante Bwana. Ambia Bwana asante. Ambia tu Bwana asante. Asante kwa umbali amekufikisha. Asante kwa kila kitu ambacho amekufanyia. Kuna mambo mengi amekutendea. Kuna vitu vingi amekufanyia. Kuna miujiza nyingi amekupelea. Kuna watoto amekupa. Ambia Bwana asante. Asante Bwana. Asante Mfalme. Asante Mungu wetu. Asante Jehova. Ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante. Asante kwa sababu ibada hii tunasema ni ya kumrudishia Mungu shukrani. Ni ya kumrudishia Mungu shukrani. Amekutembeza mwaka mzima, umefika leo. Ambia Bwana, ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante. Hata kama hauna jambo la kumwambia Bwana asante, mwambie asante ni kwa sababu hata ulikuwa na homa, mwambie Bwana akakuponya. Mwambie asante. Kuna mambo ambayo, hakuna vita ambavyo amekupigania bila wewe kujua. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante. Ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante. Tamwambie Bwana, usichoke kumwambia asante. Usichoke kumwambia asante. Mwambie asante kwa yale madogo amekutendea. Mwambie asante kwa ile jambo kubwa amekutendea. Mwambie asante kwa uhai amekupa. Mwambie asante kwa kazi ambayo amekupa. Mwambie asante. Mwambie asante. Mwambie asante kwa neema ambayo amekupa. Mwambie asante kwa
jamii ambayo amekupa. Mwambie asante kwa sababu ya mme na mke ambao amekupa. Mwambie Bwana asante. Ambia Bwana asante. Usichoke kumshukuru Bwana. Usichoke kumshukuru Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Usichoke kumshukuru Bwana kwa sababu kuna watu wangependa kumshukuru Bwana leo lakini hawako mahali hapa, lakini wewe una uhai. Shukuru Bwana leo. Biblia inasema ya kwamba kilicho na pumzi kikamshukuru Bwana. Wewe una pumzi asubuhi ya leo, una pumzi mchana wa leo. Mshukuru Bwana, mshukuru Bwana. Ambia Bwana asante. Ambia Bwana asante kwa wema wako, fadhili zako maishani mwangu. Asante kwa wema wako, fadhili zako nashukuru. Asante Bwana. Asante Bwana. Fadhili zako. Asante Yesu. Nashukuru. Mwambie Bwana asante. Asante, asante Bwana, asante. Asante Yesu. Asante kwa maisha umetupa. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa neema yako. Asante kwa kibali chako. Asante Mfalme. Asante kwa ukuu wako. Unaweza. Asante. Asante kwa wema wako, fadhili zako nashukuru. Asante kwa wema wako, fadhili zako nashukuru. Asante Bwana. Asante kwa wema wako, fadhili zako. Asante kwa sababu ya maisha ambayo umetupa. Asante kwa sababu ya uhai ambao umetupa Yesu. Asante kwa nafasi ya kuja kanisani ambao umetupa. Asante kwa nafasi ambao umetupa Mfalme. Asante kwa sababu ya wamama na wababa mahali hapa Mfalme. Asante kwa sababu ya kazi ambazo umetupa. Asante kwa sababu ya watoto ambao umetupa Yesu. Asante kwa sababu ya taifa ambalo umetupa Mfalme. Asante kwa sababu ya nchi ambao umetupa Bwana. Asante kwa sababu ya uongozi ambao umetupa Mfalme. Bwana, tuna amani, tunasema ni asante. Tunakushukuru Jehova. Tunasema ni asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ukuu wako. Asante kwa uzuri wako. Asante kwa amani umetupa. Asante kwa jamii zetu. Asante kwa kazi na biashara ambazo umetupa. Asante kwa umbali umetufikisha kama taifa. Asante kwa nafasi umetupa kama kanisa. Bwana, kwa kuungana pamoja katika ibada hii tunakushukuru Yesu. Sio kawaida Bwana wa majeshi, lakini nasema ni asante. 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 Nashukuru. Asante kwa wema wako, fadhili zako nashukuru. Asante. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele.
Asante Bwana. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema, fadhili zake za milele. Asante Baba, katika jina la Yesu, mchana wa leo tunakushukuru. Tunaleta jambo la kusema asante mbele zako Mfalme. Tunasema asante kwa uaminifu wako. Asante kwa umbali umetufikisha Bwana. Asante kwa afya ambazo umetupa Yesu. Asante kwa jamii ambayo umetupa Mfalme. Asante kwa jamii ya Kibira Church of God, Mungu wetu. Asante kwa amani ambayo umetupa mwaka mzima. Tunakushukuru Bwana, tunasema ni asante. Asante kwa kazi na biashara ambazo umetupa Yesu. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupa kazini. Asante kwa sababu Bwana majeshi hai ambao umetupa, nchi ambao umetupa ya amani Mfalme. Tunasema ni asante Mfalme Mungu ishe milele. Asante kwa sababu ya jamii ambazo umetupa Yesu, watoto wake na waume. Tunasema ni asante Mfalme. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye amehudhuria ibada hii Yesu. Najua ya kwamba utamuongoza, utambariki kwa sababu wewe ni mwema. Mwaka mzima umekuwa pamoja nasi Bwana. Tunapoelekea mwisho wa mwaka huu tunasema ni asante Bwana. Asante Jehova kwa kila jambo umetufanyia Bwana. Umetuokoa na majanga mbalimbali, umetuokoa na mikasa mbalimbali, umetuokoa na mitego na nguvu za shetani, umetuokoa na hila na mapepo, umetuokoa dhidi ya waganga na wachawi Bwana. Tunasema ni asante. Walionena mabaya nyuma yetu Baba, umetuokoa dhidi yao. Waliotuwekea mizizi nyuma yetu Baba, umetuokoa. Tunasema ni asante Bwana. Umetupigania vita, wakati tunalala unatupigania vita, wakati tunatembea unatupigania vita. Tunasema ni asante Bwana. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema na kibali ambacho umetupa. Asante kwa sababu ya kila mmoja Baba yetu, umelibariki kanisa hili. Tunasema ni asante mahali hapa, madhabahu haya ambayo umetupa Yesu. Tunasema ni asante. Asante ni kwa sababu umetubariki kupitia mahali hapa. Tunakushukuru Yesu na kushukuru kwa sababu ya kila mmoja. Neno lako likatukuke, jina lako likabarikiwe. Ni kwa sababu ni mwaminifu. Asante kwa sababu Bwana majeshi unatupeleka viwango vingine vya imani kwa utukufu wa jina lako. Bwana majeshi umetuokoa na magonjwa mbalimbali. Tunasema ni asante. Hata kama hatujapona bado tunakushukuru. Hata kama imefanyika ama haijafanyika, tunasema ni asante Bwana. Asante kwa yale ambayo yametendeka na asante kwa yale ambayo hayajatendeka Yesu. Tunajua ya kwamba Mfalme unaenda kutenda na utatenda sawia na mapenzi yako. Asante kwa siku njema ambayo umetupa. Asante kwa watu wako ambao umewabariki Mfalme, ukainuliwe na ukapewe sifa. Ni kwa sababu wewe ni mwema na mtakatifu. Asante Bwana wetu, asante Mungu wetu. Jina lako likatukuke na pia likabarikiwe, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa amani umetupatia mwaka huu wote mpaka wakati huu. Saidia sana, tunashukuru. Tunasema ni asante kwa sababu ya neno ambalo umeleta siku ya leo kupitia kwa mtumishi wako. Kambariki akalete na siku nyingine kwa utukufu wako. Bariki familia yake, mpatie afya njema. Tuweze kushukuru. Asante kwa kila mmoja ambaye amekuwa katika ibada hii. Kambariki. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hey, haleluya. Fanya tu Yesu namna hii. Fanya tu Yesu namna hii. Wangapi wamebarikiwa? Yes. Tuli happen kutoa sadaka mapema. Naona kuna wale ambao wamefika. Nafasi ni saizi, unaweza kuja tu utoe sadaka yako na ubarikiwe. Amen. Fadhili zake za milele. Karibu tu kwa wale ambao hawajatoa sadaka, kuja tu utoe sadaka yako tunapoelekea kufunga ibada yetu. Fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. Sifuni jina lake Bwana wetu. Fadhili zake za milele. Sifuni jina lake Bwana wetu. Fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. Mshukuru Bwana ni mwema. Fadhili zake za milele. Ya kwamba Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. ya kwamba Fadhili zake za milele. Fadhili zake za milele. Amen. Amen. Na mbarikiwe nyote. Amen. 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 Yes. Kwa neema na kibali cha Mungu, ibada ya leo imekuwa ikiongozwa na vijana. Na tunashukuru umbali huu Mungu ametuongoza, tumefika. Tunasema ni asante. Kwa wale ambao wanaingia, tulikuwa tunatoa sadaka. Unaweza kuja utoe sadaka yako kwa sababu tunakaribia kufunga ibada yetu. Amen. Yes. So nitajulisha tu wale ambao walikuwa hapa kwa madhabahu. Then baada ya hapo our chairman will be taking over from there. Amen. Yes, kwa wale ambao wanijui, mimi naitwa Espila Josephat. Ukiongeza kelezi sitakataa, bado ni yangu. Amen. Yes, na mbarikiwe nyote. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huyo tunamuita CLCC pastor hapo kwa praise team. Sasa ukisikia CLCC pastor ujue ni yeye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mimi nataka nichukue fursa hii, najua ibada imeisha mapema na hatutaongeza na hatupunguzi, na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu atusaidie mwaka ujao iwe inaanza hivyo mapema. Ukichelewa unapata tu toa sadaka alafu unapata kama tumefunga. Si ni kweli? Bwana asifiwe. Ama tumefanya makosa? By the way, poleni wenye mmekuja kama mmechelewa. Next time mkuje mapema. Mkisia tu youth ibada ni ya youth. Kujeni as early as 2:00 kamili tumalize ibada. Sawa? Ukichelewa utajipanga. Ya pili ni kwamba nawashukuru sana, mmekuwa nasi huu mwaka, mmetushika mkono. Kwa kesha tumewaona mkikuja. Kuna mama ambao hata nikiangalia hivi najua tu kesha wamekuwa wakikuja siku zote. Nasema ni asante. Wazee hapo mtanisamehea, mta pull up your socks at least mkuje kesha. Si ni kweli? Alafu pia nasema ni asante kwa sababu program tumefanya zote za vijana, mmetushika mkono. Sasa hivi tuko na at least tuko na kamera. Si ni kweli? Si kwa sababu ya vijana, kwa sababu ya nyinyi. Sema amen. Si kwa sababu ya vijana, kwa sababu ya nani? Sawa sawa. Wewe ukitushika mkono, tushikane mikono, tutaenda mbali. Bwana asifiwe. Na mwaka ujao pia tukizindua miradi mingine ya kufanya, si kwa mapenzi yetu sisi vijana, ni kwa mapenzi ya Mwenyezi, na tujenge kanisa letu likuwe la kufana. Bwana asifiwe. Ndio vijana tusikimbie tuende sitam. Pia tukuwe na sitam hapa Church of God Kibi. Bwana asifiwe. Jambo la mwisho, wale ambao watoto wao wamefunga shule Form 1, Form 2, Form 3 na wale wamaliza Form 4, tafadhali, na grade 9, najua hakuna Form 1, na grade 9
usiwache mtoto wako akae kwa nyumba. Kuanzia Thursday saa 7 kamili ama saa 8 kamili tukutane hapa, tunaenda convention. Halipi, yeye abebe tu nguo zake. Nasikia hata kikombe na sahani iko mbele. Yeye abebe tu nguo zake. Fare atalipiwa, registration atalipiwa, atafanyiwa kila kitu. Yeye ni kujipeleka na notebook, asisahau notebook na Bible. Sawa sawa? Akuje twende kongamano. Tutamaliza kongamano Jumapili saa 9 kamili, tutarudi hapa. Tutamrudisha hapa. Bwana asifiwe. Akipotea, pigia Frida simu ama unipigie simu. Tuambie mtoto wangu hajapatikana. Tumtafute sisi wenyewe. Bwana asifiwe. Lakini naamini hawatapotea. Mtatupea Thursday na bado Sunday tutafanya nini? Tufanye nini? Turudishe hapa. Sawa sawa. Sina mengi ila tu nikusema kwamba mchungaji alipokuwa anatoka aliniambia niwapee salamu yake. Reverend Apwacho alisema niwasalimie sana. Ameenda ibada ya wamama Mariakani. Bwana asifiwe. Mnapokea ya Apwacho? Najua ya Apwacho ni ya Kinyore. Mlembe mwesi. Haya, tusimame tuseme neema ya Bwana. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen, amen. Salimia mtu ukitoka. Kama amechelewa muhubirie. Aliyechelewa muhubirie tafadhali, mwambie neno leo lilikuwa shukrani.